Mombasa, mji wa historia, mji wa bahari na mji wa tamaduni. Kando ya pwani linasimama gome maarufu Fort Jesus. Hapa ndipo hadithi ya karne nyingi imehifadhiwa, imeandikwa kwa mawe na inasimama imara hadi leo. Fort Jesus ilijengwa na Wareno kati ya mwaka 1593 na 1599. Giovanni Battista Cairati, bunifu kutoka Italia. Muundo wake ni wa kipekee. Ukiutazama kutoka juu linafanana na mwili wa binadamu, ili kumaanisha ulinzi, nguvu na udhabiti. Ngome hii haikuwa kuta tu, ilikuwa ngome ya mapambano. Kwa karne nyingi, Fort Jesus ilipiganiwa na mataifa makubwa yaliyotaka kudhibiti biashara ya Bahari Hindi. Wareno walilitumia kulinda njia za biashara ya viungo na dhahabu. Baadaye Waarabu wa Oman walilitoa, wakafanya Mombasa kuwa ngome yao kuu. Hata Waingereza walipoingia Afrika Mashariki walilitumia kama kituo cha kijeshi na kiutawala. Ndani ya kuta hizi leo tunapata ushahidi wa historia hiyo yote. Kuna vyombo vya kale vya Waswahili, mabaki kutoka meli zilizozama baharini na silaha zilizotumika katika mapigano. Kila jiwe, kila kona lina hadithi yake. Kwa wageni, Fort Jesus sio tu kivutio cha kitalii, ni darasa la historia. Ni mahali ambapo utamaduni wa Waswahili, wa Kiarabu na wa Kizungu hukutana. Ni ishara kuwa Mombasa imekuwa lango la mataifa kwa karne nyingi. Leo Fort Jesus ni urithi wa dunia uliotambuliwa na UNESCO. Lakini kwetu sisi ni zaidi ya heshima ya kimataifa. Ni kumbukumbu ya walioshuhudia, ni ishara ya uthabiti wa Mombasa na ni moyo wa historia ya pwani ya Kenya. Ngome hii imeendelea kusimama ikitazama bahari, ikishuhudia mawimbi ya muda na ikifundisha kuwa historia haiwezi kufutika kamwe.